Wataalamu wa mazingira mkoani Kilimanjaro wamehimiza kuendelea kutolewa kwa elimu ya mazingira katika taasisi za elimu pamoja na kutumia vyombo vya habari kuelimisha jamii kwa upana zaidi. Hayo yameelezwa katika hafla ya utoaji wa tuzo za mazingira kwa taasisi mbalimbali iliyofanyika katika uwanja wa Ushirika mjini Moshi, ambapo kaimu katibu tawala msaidizi Godwin Maro aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro amesema jamii inapaswa kujengewa uelewa zaidi kuhusu namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ili kukabiliana na athari hizo, mkoa umetekeleza yafuatayo ili kuzuia au kupunguza athari hizo. Moja, Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Qur'an. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. kupanda miti. Sisi kama serikali ya mkoa kushirikiana na wadau wengine, nafikiri wako mahali hapa wametajwa wengi, huwa tunashirikiana kwa pamoja kupanda miti sehemu mbalimbali katika mkoa wetu, na mwaka huu wa 24-25 mkoa umeweza kupanda miti zaidi ya milioni 3. Miti hiyo imepandwa na taasisi za serikali kushirikiana na wadau mbalimbali wa mazingira. Wananchi tulinde miti ambayo taasisi na wadau mbalimbali wamepanda ili tuweze kutunza mazingira yetu na kuokoa rasilimali fedha na muda zinazotumika katika kupanda miti hiyo. Vile vile kuna masuala ya matumizi ya nishati safi. Nafikiri hilo nalo wadau mmelisikia, hasa mama yetu Daktari Rais wetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akiweka msisitizo kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa hiyo sisi kama mkoa pia tumekuwa tukitekeleza hilo, na katika mkoa wetu matumizi ya nishati safi kimkoa, mkoa una taasisi takriban 1160, na kati ya hizo zinazotumia nishati safi ni takriban taasisi 21. Kwa hiyo sasa naomba niwaase wananchi kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tutekeleze matumizi ya nishati safi kwa wananchi, ambapo inatakiwa ifike 80% ifikapo mwaka 2034. Katika hafla hiyo, taasisi mbalimbali za elimu na mashirika binafsi yalipewa tuzo kwa mchango wao mkubwa katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kampeni ya kupanda miti, usafi wa mazingira na matumizi ya nishati mbadala. Kazi zetu kubwa ni kuanzisha klabu za mazingira za wanafunzi kuanzia shule ya msingi mpaka vyuo vikuu kote nchini, lakini pia tuna vitalu vya miti zaidi ya 22 mikoa mbalimbali hapa nchini, lakini 4 vinatokea viko hapa mkoa wa Kilimanjaro. Lakini tuna miradi ya hamasa ya mazingira, kufundisha elimu ya mazingira mashuleni, lakini pia kwa jamii, lakini pia kupitia social network kama WhatsApp, Instagram na mitandao mingine ya kijamii. Pia kwenye hamasa tuna shughuli nyingine za kutembelea vituo vya radio, television kwa ajili ya kufundisha, lakini pia kuhojiana na waandishi wa habari katika masuala mazima ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Na mradi wetu mwingine ni masuala ya ekolojia, kutunza viumbe hai na masuala mengine yote ya utunzaji wa mazingira yanayozunguka viumbe hai. Leo tumekuwepo hapa chuo cha Ushirika Moshi uwanjani kwa ajili ya tukio kubwa ambalo ni tukio la ndoto kabisa, ambalo tulikuwa tunawaza siku moja ni mbinu gani tutakayotumia katika kuhamasisha wanafunzi lakini na jamii ya mkoa wa Kilimanjaro kupitia hamasa ya tuzo.
Leo tumefanikisha jambo hilo, lakini tumefanikisha kwa support kubwa sana ya wadhamini ambao support. Ni jambo ambalo tulilianza toka mwaka jana. Tulianza katika hatua za awali mwezi wa 10, lakini tulianza katika hatua za mzunguko kuhamasisha na kupeleka miti, kuhamasisha kwa kufanya usafi na kuanza mchujo rasmi mwezi wa 12. Tunaona kwa pamoja kwamba TFS inaendelea kufahamika na kujipambanua kama taasisi na shughuli zake za uhifadhi ambazo inazifanya kila siku. Hiyo kupitia tuzo hizi ambazo tunaendelea kuzipata ni motisha kwetu na kutambua kwamba bado tunao kazi kubwa ya kuendelea kuhamasisha jamii katika swala zima la uhifadhi. Sisi kama taasisi tuna vitalu vya miti mingi ambao tunazalisha katika maeneo yetu, kwa sababu wao ni wadau ambao wanafika kila mahali kwa kiasi kubwa, mashuleni, misikitini, kwa maana ya taasisi hizo na maeneo mengi. Basi tumeshirikiana nao kwa kiasi kikubwa katika masuala mazima ya upandaji miti, huku tukiwapatia miti kutoka katika vitalu vyetu. Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa yakisababisha athari kubwa kwa jamii, ikiwemo uhaba wa maji, upungufu wa chakula na uharibifu wa miundombinu kutokana na mafuriko, hali inayohitaji hatua za haraka pamoja na kukabiliana nayo. Hii ni Kipeo Online Media. Langu jina ni Musa Matiasi. Tafadhali usisahau kusubscribe ukurasa huu kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo zitakuwa zinakujia kwa muda mwafaka.